Jina naitwa Boda Awadh Ahmed. Boda Awadh Ahmed. Mimi ni mwanachama wa Yanga, ni Young African na ni mzee wa Yanga. Labda nikiliangalia hili sakata jinsi linavyokwenda, haswa binafsi pamoja na wana Yanga wenzangu, lakini haswa nakuja kwenye ubinafsi wa mimi kwa upande wangu. Hii mechi ilivyoahirishwa, kwa kweli hata mimi iliniathiri kwa njia moja au nyingine, kwa sababu ni pambano ambalo nilisubiria kwa hamu. Na Karia ni mwana sports, ni mtu wa mpira, kwa sababu unakumbuka kipindi cha nyuma tunacheza Yanga na CDA, alikuja akiwakilisha BMT kama mchukuaji wa percent za BMT, na maana alikuwa ndani katika eneo la soka. Kwa hiyo ni mtu ambaye ana wa muda mrefu kwenye soka. Sasa kitendo kile kilichotokea cha kuahirisha ile mechi, kwa sisi wazee wa Dodoma wa Yanga, sawa, mechi imeahirishwa, lakini sintofahamu inayotokea kwamba kila siku hatua za barua zinavyokwenda na mambo jinsi yanavyokwenda, inaonekana kunatokea na mkanganyiko, kiasi kwamba kama kunataka kutengenezwa mlipuko wa kusababisha kuifanya Yanga kama na yenyewe sasa inahusika na kitu katika makosa haya ambayo yametokea. Kumbe Yanga haihusiki. Yenyewe Yanga iko inasubiri game ya tarehe 8 ambayo ipangwa na TFF. Umeona bwana? Sasa hii hali ambayo inaendelea kwa sisi wazee haijatupendezesha kabisa. Na kwa njia moja au nyingine tunamuona kama Karia kaelekea sana kwenye ushabiki. Kwanza alikuwa hayupo, ingawa kikazi anaweza akatoa huda hata kule alipo. Lakini inaonekana kabisa kwanza waliosababisha pambano hili kairishwa ni hawa walioko Tanzania, yeye alikuwa hayupo. Lakini cha ajabu yeye anakuja, ndio hivyo, sijui kwa sababu ndio kundi lao moja, basi wanaungana, lakini yeye atakiwa angalie zile hali inavyokwenda, afikie maamuzi kama walivyofikia Misri. Hamna timu kubwa kwenye mpira. National kanyang'anywa point 3 na goli 3 na kapigwa faini. Kwa hiyo kwa masuala ya mpira wakirudi kwenye sheria ili litakuwa halina mlipuko. Lakini kwa hili hali ya jinsi inavyoendelea linazidi kutupa tafaruku, kwa sababu inaonekana kuna mtu mmoja analazimishwa kubebwa na uwezo wake mdogo. Sasa hili swala sisi alituhusu sana upande wao, lakini sisi tunaangalia zaidi haki yetu sisi katika hiyo tarehe 8 iliyokuwa imepangwa. Lakini mpaka sasa hivi hali jinsi inavyoendelea, kunakuwa na sintofahamu kwamba hii game itakuwepo au haita kuwepo. Sababu mpaka sasa hivi wao kama TFF hawajaweka wazi. Umeona bwana? Na sisi viongozi wetu bahati nzuri sasa hivi ni viongozi makini. Unaona utulivu wao walionao. Wametulia tu, wanaangalia nini kinachoendelea, kama ni barua nini zinakwenda, wako vizuri. Lakini taharuki inakuwa kubwa sana kwa sisi wazee na baadhi ya wanachama na washabiki na mfungo huu wa Ramadhani. Kwa sisi wazee wa Dodoma, na wasemea pamoja na wenzangu, ingawa hatujaulizana hivi wala vile, lakini unakuta kundi kubwa kabisa halitaki kabisa Yanga icheze hii game tena, kwa sababu hiyo tarehe 8 ilishatosha. Lakini mambo mengine kwa sisi wazee, kwa sababu kweli tarehe 8 ndio ilikuwa sehemu ya haki yetu sisi ya kupata matokeo, either tufunge au tumfunge. Lakini vinginevyo sasa, kwa hiyo kauli ya pamoja ya wazee wenzangu, tunaungana pamoja kwa hii mechi. Sijui viongozi wa juu tunawaachia wenyewe, kwa sababu wenyewe wana maamuzi yao, lakini kama ingekuwa ndo wazee wanaamua, sisi tusingeenda uwanjani.